wanaoshakiwa na wanaotajwa kwamba ni watekaji ambao wakina Sativa walivyochomoka mikononi mwa wasema aliyeniteka ni Mafwele, na hata akina Humphrey Polepole ambao mpaka leo walitekwa, mpaka leo tunasikia tu aliyomteka ni Mafwele, lakini pia wakina Deus Soka, wakina Injili Geuza Roho. Kama kweli mungelikuwa muna roho nzuri, munasikitika na watu kubambikiziwa kesi, kama ni kweli na wahakikishieni, basi mungediri wazi na hivyo vipengele ambavyo ndio kwa sababu ndivyo vinavyoumiza mioyo ya watu, vinavyoumiza mioyo ya Tanganyika. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, mtakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Huko mahabusu huko kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka nasema mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu huru wake, kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo? Acheni kujidanganya nafsi zenu. Nyinyi ni miuaji, nyinyi ni watu fulani wenye roho mbaya, jitafsirini tu hivyo. Lakini kuliko mkaa munajitokeza katikati ya jamii, munajaribu kujionyesha muna roho nzuri, wakati muna miroho mibaya tu. Mimi nisemacho ni kwamba kwa mujibu wa maelezo ya rais ambaye anasema kwamba hapendezi kuona watu wakiwa wamebambikiziwa kesi, na huko akiwa anajaribu kuonyesha kwamba kusikitika kuona watu wakiwa wamebambikiziwa kesi. Sasa kwa mujibu wa hizo katiba zenu nyinyi wenyewe au katiba ya nchi ambayo inasema kwamba mtu yoyote atakayekuwa amekamatwa ndani ya miezi 6 anatakiwa amekwisha kuhukumiwa, ili kuonyesha kwamba mtu huyu atakuwa ana mpango wa kubambikiziwa kesi. Ikizidi miezi 6 bila kuwa na ushahidi wowote, basi inaonyesha kesi hiyo inakuwa ni ya kubambikiziwa, kwa sababu kwa mujibu wa katiba ni kwamba mtu anatakiwa akikamatwa, kwanza ushahidi huo umekwisha kukamilika, wao washapeleleza, wana ushahidi wa kutosha ili mtu afikishwe mahakamani. Aidha, kama ushahidi haujatoshea, mtu anapokuwa amekamatwa, basi ndani ya miezi 6 wao wameshakamilisha ushahidi. Sasa kwa mujibu wa maneno ya rais anaposema watu kubambikiziwa kesi, mimi kuna jambo hapa nimejaribu kuwaza na kutafakari kwamba unajua serikali hii ya Rais Samia kwa sehemu kubwa imekuwa inaonekana ni kama ina huruma sana na watu. Wamekuwa wanajionyesha kama wana huruma sana na watu, wana huruma. Lakini kwa sehemu kubwa mimi nimegundua hawa jamaa waigizaji ni waigizaji sana, nyinyi ni waigizaji wazuri sana. Na kwa sehemu kubwa mimi ninachowahakikishia, uigizaji wenu huu mnaokuwa mnaigiza, mnaweza mkawaigizia watu wasio na akili timamu, lakini kwa watu wenye akili hamtaweza kuwaigizia, kwa sababu kitendo cha kusema kwamba unasikitika, hususan Rais Samia unasikitika watu kubambikiziwa kesi. Kwani huyu jamaa Tundu Lissu kweli kwa mujibu wa katiba zenu kama ni muhaini, si mlitakuwa mmekwisha kumhukumu? Sasa kesi imekuwa tu ni kurushwa. Kwani msimwachie tu huyu mzee wa watu? Haya, nimeona kwa sehemu kubwa wale ambao wanaonekana kama wana roho nzuri, waadilifu, ambao wanapambania haki za wananchi, au ndio ambao kwa sehemu kubwa haipiti muda munawaengua au munawatoa kwenye nafasi. Mfano Simbachawene niliona kwa nazungumzia kwa habari ya polisi kwenda kukamata watu kwa wamevaa mamaksi, lakini pia wakiwa hawajavaa jezi za polisi. Anasema hii mimi nisingependa kwenye wakati wa kutawala kwangu au kwenye wakati wa uongozi wangu huu. Alikuwa anaongea na polisi na anasema aliongea pia na IGP. Sasa ndo tunakuja tunaona hao ndo wanaondolewa kwenye nafasi, ila tunaona hao ambao pengine wanaosema mtu atakaye posti chochote kinachohusiana na serikali atafungwa miezi 6 au na faini fulani atalipwa. Hao tu ndo ambao tunaona kwamba wao wanaweza wakawa wanaonekana kwamba wao
ndo wanaotakiwa. Yaani wanaotakiwa ni wale wenye roho mbaya, wale ambao wamejizima data, ambao wao hawajui maana ya haki ni nini, utu ni nini, ubinadamu ni nini. Hao tu ndo wanaweza wakaonekana kwamba wanaweza wakanapewa nafasi. Sasa katika kitu ambacho mimi nachokuja kumaliza ni hiki kwamba acheni maigizo. Acheni maigizo. Huku ni kujidanganya nyinyi wenyewe tu. Ni kujidanganya nyinyi wenyewe tu. Chezeni na watu wasio na akili timamu. Lakini haya maigizo haya katika karne hii ya 20 hii, Mnajidanganya. Ngoja nisome hapa maandiko usikie hapa. Kwa sehemu nimalizie hapa. Katika Yakobo, kitabu cha Yakobo haka. Najua mnaiamini hata na Biblia. Sikai kuona hata Samia katika alipokuwa bungeni akana jaribu kusoma anataja andiko la Luka. Haya, na mimi nisome Yakobo 1 mstari wa 22, anasema hivi: lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaje tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Anasema kwa sababu mtu akiwa msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyu ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akajisahau jinsi alivyo. Mnajidanganya, yani mnajifanyia maigizo mioyo yenu. Ni kama mnaenda kwenye vioo, mnajitazama, afu baada ya muda mkiondoka, mnaweza sema lakini mimi sio yule wa maneno yale niliyoyaongea. Mimi ni muuaji, mimi ni mtu mwenye roho mbaya, mimi ni mtu nayewazia watu mabaya. Ndio maana kwa sehemu kubwa mungelikuwa ni watu mnajitafsiri mna roho nzuri. Hawa ambao kunasema watu ukiwapoteza polisi msiwatafute, hawa kina Mafuere ambao ndo kwa sehemu kubwa wanaoshakiwa na wanaotajwa kwamba ni watekaji, ambao wakina Sativa walivyochomoka mikononi mwa wanasema aliyeniteka ni Mafuere, na hata kina Hamfan Polepole ambao mpaka leo walitekwa, mpaka leo tunasikia tuliyomteka ni Mafuere. Lakini pia wakina Deus Soka, wakina Injili Geuzea roho. Kama kweli mungelikuwa muna roho nzuri, munasikitika na watu kubambikiziwa kesi, kama ni kweli, na wahakikishieni basi mungediri wazi na hivyo vipengele ambavyo ndio kwa sababu ndivyo vinavyoumiza mioyo ya watu, vinavyoumiza mioyo ya Tanganyika. Ila tu mnakuja mnaanza kusema tuilinde amani ya nchi. Amani ya nchi wakati wewe unakula, litumbo limeenda linaota, likitambi limetokea, wakati wewe unatembelea gari zuri, wakati wewe unatibiwa hospitali nzuri, wakati wewe unasoma, watoto wako wanasoma kwenye shule nzuri, ndio unakuja unatuambia tuitunze amani ya nchi. Amani ya nchi wakati nyinyi mnakula vizuri, amani ya nchi wakati nyinyi mnatibiwa vizuri. Haya, mliahidi kwamba watu watatibiwa bure, si ugonjwa wa figo. Tuone sasa, tuone. Acheni kujidanganya nafsi zenu. Nyinyi ni miuaji, nyinyi ni watu fulani wenye roho mbaya, jitafsirini tu hivyo. Lakini kuliko mkamu najitokeza katikati ya jamii, mnajaribu kujionyesha mna roho nzuri, wakati mna miroho mibaya tu, na roho mbaya tu. Tuitunze amani ya nchi. Amani ya nchi wakati kuna watu wanalia. Amani ya nchi kuna watu ndugu zao wametekwa. Wanasema tuitunze amani ya nchi. Tuitunze amani ya nchi. Hivi amani ya nchi kwenu nyinyi ni nini? Kwenu nyinyi ni watu wanapokuwa wanaugua, ila nyinyi munaota vitambi, mnatembelea magari ya kifahari, mnakula na kushiba. Nyinyi mkila na kushiba ndo amani ya nchi? Hapana. Acheni kujidanganya. Aya, kama kweli nyinyi mna roho nzuri, hampendi kuona watu wakibambikiziwa kesi, mwachieni basi Tundu Lissu. Mwachieni, kwa sababu ushahidi wa kuonyesha kwamba ni mhaini uko wapi? Miezi inaenda, na kati kwa mujibu wa katiba zenu mtakiwa ndani ya miezi 6 yule awe ameshahukumiwa. Sasa ni lete mahakamani, anarudishwa, lete mahakamani, kuchukua wafuasi wake, mnawapiga mendo, mnawatupa mapolini. Nyie jamaa mna roho mbaya nyinyi. Muna roho mbaya, muna ushetani kabisa nyie. Jitafsirini hivyo, lakini kuliko mnakuja na maigizo haya. Hongera kwa kunisikiliza. Nimeweza kwa kusema ni sauti ya mtoto mtu aliye kutoka nyikana, anasema tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Tazama Mungu mhukumu wa haki wa kila mtu yu aje. Amen.